Dunia imeshtuka baada ya Samia Suluhu kuchukua hatua hii ambayo haikuwa imetarajiwa na wengi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza kukutana na channel hii pendwa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Hatua ya Rais Samia Suluhu Hassan kuomba msamaha hadharani kwa wanadiplomasia na raia wa kigeni kufuatia kuzimwa kwa interneti wakati wa uchaguzi mkuu uliopita imegonga taifa kama radi ya ghafla. Si kwa sababu unyenyekevu wake pekee, bali kwa sababu imefufua kumbukumbu nzito za siku ambazo Tanzania ilikatwa mawasiliano na dunia, huku damu ikimwagika kimya kimya. Msamaha huo uliotolewa mbele ya mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa jijini Dodoma umebeba uzito mkubwa wa kisiasa, kihistoria na kimaadili, ukifungua ukurasa ambao hauwezi tena kufungwa kwa maneno ya pole. Ni mara ya kwanza kwa Rais Samia kukiri waziwazi athari za uamuzi wa serikali kuzima interneti wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba, uchaguzi ambao ulimtangaza mshindi kwa kura 97% katika mazingira yaliyokosolewa vikali ndani na nje ya nchi. Kauli hii imewasilishwa kama ishara ya kurejesha imani ya jumuiya ya kimataifa, lakini pia imeweka wazi mgongano mkubwa kati ya simulizi rasmi ya kulinda amani na uhalisia wa hatua zilizochukuliwa kudhibiti taarifa, wapinzani na raia. Kuzima kwa interneti hakukuwa tukio la kiufundi wala ajali ya miundombinu. Ilikuwa ni uamuzi wa kisera uliotekelezwa kwa nguvu za dola, ukifuata mtiririko wa hatua kama vile kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, kufungwa kwa majukwaa ya habari na matumizi makubwa ya vyombo vya habari. Katika Afrika Mashariki, hatua kama hiyo imekuwa ikitumiwa na watawala zinazokabiliwa na shinikizo la kisiasa, ikionyesha hofu ya taarifa huru kuliko hofu ya athari za kimataifa. Uchaguzi wa Oktoba uliingia kwenye historia kama moja ya chaguzi zenye utata mkubwa zaidi tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania. Ripoti za uangalizi wa kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na taasisi za kiraia zilionyesha muunganiko wa vitendo vilivyodhoofisha uhalali wa mchakato mzima. Vizuizi dhidi ya wapinzani, wakiwemo viongozi wakuu kama Tundu Lissu aliyekuwa gerezani kwa tuhuma nzito za uhaini, viliondoa kabisa ushindani wa kisiasa. Wakati huo huo, kuzimwa kwa interneti kuliziba njia za raia kuripoti, kushuhudia na kushiriki katika mjadala wa kitaifa. Katika historia ya Tanzania, udhibiti wa mawasiliano umehusishwa mara nyingi na vipindi vya hofu ya kisiasa, kuanzia enzi za chama kimoja ambapo magazeti na redio zilikuwa chini ya udhibiti mkali wa serikali, hadi miaka ya hivi karibuni ambapo sheria za makosa ya mtandao na vyombo vya habari zimetumika kubwabana wakosoaji. Mtindo umebaki ule ule: taarifa zinapokuwa tishio kwa mamlaka uzima, na internet inapozibwa wakati wa uchaguzi ilikuwa tu ni toleo la kisiasa la mkakati huo wa zamani. Msamaha wa Rais Samia kwa wanadiplomasia unaonyesha ufahamu wa athari za kidiplomasia zilizotokana na hatua hiyo. Mabalozi, wawekezaji na mashirika ya kimataifa hutegemea interneti si kwa mawasiliano tu, bali pia kwa usalama na ufuatiliaji wa hali ya kisiasa. Kuzimwa kwake kulionekana kama ishara ya nchi inayojitenga, ikivunja misingi ya uwazi na utawala wa sheria ambao wafadhili na washirika wa maeneo wamekuwa wakisisitiza kwa miaka mingi. Hata hivyo, kauli ya msamaha imeacha pengo kubwa kwa rais wa Tanzania. Mamia ya vifo vilivyoripotiwa na mashirika ya kiraia wakati wa vurugu za uchaguzi havijapata uwazi wa kutosha. Watu waliopoteza wapendo wao, mali iliyoharibiwa na hofu iliyotanda katika jamii nyingi hawakuwa sehemu ya hadhira ya mabalozi Dodoma. Hapa ndipo mgongano wa kimaadili unapojitokeza, ambao ni msamaha kwa wageni, lakini uwajibikaji wa ndani bado uko gizani. Ahadi ya kuunda tume ya uchaguzi na uchunguzi kuhusu chanzo cha vurugu na vifo ni hatua inayohitaji kuchunguzwa kwa makini. Tanzania ina historia ya kuunda tume baada ya migogoro mikubwa, nyingi zikiwa na mapendekezo mazuri, lakini utekelezaji hafifu. Na bila uwazi juu ya mamlaka, tume
uhuru wake na uwezekano wa kuwajibisha waliohusika. Ahadi hiyo inabaki kuwa tamko la kisiasa linalolenga kupunguza shinikizo la kimataifa zaidi kuliko kuponya majeraha ya taifa. Msamaha uliotolewa kwa vijana waliokamatwa kwa madai ya kuhusika na vurugu unafungua mijadala mwingine mzito kuhusu matumizi ya nguvu za dola. Kauli kwamba vijana wengi walilazimishwa kushiriki maandamano inaashiria uwepo wa mtandao mpana wa hofu na shinikizo, lakini pia inafungua swali la nani anayewalazimisha na kwa maslahi ya nani. Na katika mazingira ambayo awali lawama zilielekezwa kwa wageni kwa kuchochea vurugu, mabadiliko ya simulizi yanaonyesha siasa ya kujinasua badala ya kukabiliana na ukweli. Kikanda, tukio la kuzima kwa interneti Tanzania liliungana na mifano mingine Afrika kutoka Uganda hadi Ethiopia ambako serikali zimekuwa zikikatiza mawasiliano wakati wa chaguzi au migogoro. Umoja wa Afrika na jumuiya za kikanda zimekuwa zikitoa kauli za jumla kuhusu umuhimu wa haki za kidijitali, lakini utekelezaji umekuwa dhaifu, na hii imeacha wananchi wakilipa gharama ya mapambano ya kisiasa ambayo hayaheshimu haki za msingi. Na katika mageuzi ya kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na baadhi ya wafadhili walieleza wasiwasi wao kuhusu mwelekeo wa Tanzania. Msamaha wa Rais Samia unaweza kuonekana kama jaribio la kurekebisha taswira hiyo, hasa katika kipindi ambacho nchi inahitaji uwekezaji na ushirikiano wa kimataifa. Lakini taswira iweze kurekebishwa kwa kauli pekee bila mabadiliko ya kimuundo yanayohakikisha uchaguzi huru, vyombo vya habari huru na uhuru wa mawasiliano. Kwa mtazamo mpana zaidi, tukio hili linaweka Tanzania kwenye njia panda ya kihistoria. Taifa linapaswa kuamua kama litachukulia haki ya kupata taarifa kama nguzo ya demokrasia au kama chombo kinachoweza kuzimwa kila inapohitajika kisiasa. Interneti si anasa ya kidiplomasia, ni uti wa mgongo wa uchumi wa kisasa, elimu, afya na ushiriki wa raia, na kila kuzimwa kunarudisha nyuma maendeleo na kuimarisha utamaduni wa hofu. Mwisho wa simulizi hili unabaki kuwa mzito na usiotuliza, kwamba msamaha wa Rais Samia umefungua dirisha la mjadala ambao haupaswi kufungwa haraka. Kimya, uoga na kutochukua hatua vitakuwa na gharama kubwa kwa vizazi vijavyo. Taifa linalokubali kuzimwa kwa sauti zake wakati wa maamuzi makubwa linajenga msingi dhaifu wa mustakabali wake, na Tanzania inaweza kuchagua njia ya uwazi na uwajibikaji au ikaendelea kufunika majeraha kwa maneno mazuri huku msingi wa demokrasia ukizidi kuporomoka. Chaguo hilo halipo mikononi mwa viongozi pekee, bali pia katika ujasiri wa jamii kukataa kusahau kilichotokea wakati interneti iliponyamazishwa na ukweli ukazimwa pamoja nayo. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kila wakati na kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu.